miaka 1700 dunia imekuwa ikitawaliwa na vitabu vya dini. Miaka 1700 vitabu ambavyo vimeandikwa na binadamu wenzetu. Manake hili lazima tuliweke sawa sawa. Manake watu wengine naona wanamung'unya maneno hapa. Hapa tutaki tumung'unye maneno. Ni masuala ya kiroho hapa. Ni masuala ya Mungu wa kweli hapa. Miaka 1700 toka enzi zile za yule mfalme Konstantini, pale Konstantinople sio anaita pale Ugiriki, akawaweka watu mashuhuri mbalimbali, waandishi wa tafsiri wa lugha na nini, karibu mwaka mmoja na miezi mitano wachambue yale mafundisho ya kweli. Sasa ngoja hapo kwanza niweke sawa sawa hilo. Nikisema mafundisho ya kweli uyachambue ili wafanyeje, yachepushwe. Ni kweli yalikuwa kwa mafundisho ya kweli, kwa sababu ndio nyakati zile. Sasa wale waliokuwa wanawafuata mafundisho ya kweli, Mtume alikuwa anawasulubisha, anawaua. Lakini baadaye, baada ya kuona anatetereka, utawala wake unaanza kutetereka kisiasa, ndio hiyo hatua sasa akaamua, hebu nitafute silaha nyingine ambayo itakuwa ni silaha ya hila zaidi, ya kuwateka mawazo watu ili niweze kuwatawala kwa urahisi. Kwa hiyo akaona hakuna namna nyingine, itengenezwe dini, na dini ile haiwezi kutengenezwa bila kitabu. Kwa hiyo akafanya hivyo. Sasa tuachie hapo kwanza. Je, mafundisho ya kweli yalikuweko kivipi? Yalitoka wapi? Sasa basi, mafundisho ya kweli yalikuweko na Kristo wa kweli alikuweko, na ndio aliyekuwa anafundisha mafundisho hayo. Sio hata kwa namna ya mwenendo wa huyo Kristo ulivyoonyeshwa kwenye Biblia, au hata kama ni maelezo ya kwenye Kurani yanavyomwelezea huyu Kristo. Kwanza jina lenyewe limebadilishwa. Hakuwa anaitwa Yesu au Jesus, alikuwa jina lake Yeshua. Jina lake kwa Yeshua. Alafu kitu kingine, Yeshua mwenyewe alikuwa ni mtu mweusi kama sisi, mtu mweusi. Sasa ngoja nikwambie, kuna jambo moja ambalo mara nyingi halielezwi sana, hata alifundishwa shuleni. Unajua, baina ya Misri na Sudani mapiramidi mengi yako Sudani. Kwa hiyo ina maana tukizungumza mambo ya kale, ustaarabu wa kale, na tukizingatia kwamba mwanzo wa mwanadamu kuishi, alianza kuishi dunia hii ya Afrika, ndio hiyo dunia ya wakati huo wa kale, kwamba asili ya binadamu ni Afrika. Kwa hiyo mwanzo wa binadamu kuishi ulikuwa hapa Afrika, na hilo jina lenyewe limepachikwa tu juzi, sio jina letu. Sio jina letu. Kwa hiyo kama majina mengine wengine wanayatamka huko, lakini mimi nafahamu la Kushi, liko la Kushi, liko hata la Ethiopia lilitumika, Alkibilani na sipataka tabu kuitamka, ndio ilikuwa majina rasmi, sio ya Afrika. Afrika imeletwa juzi tu hapa. Sasa hebu tupigilie msumari vizuri hapa katika swala la historia na mambo ya miji mikuu iliyokuwa inatamba miaka hiyo. Ilikuwa wapi? Ilikuwa Misri, ilikuwa Sudani humo, ilikuwa Ethiopia humo, ilikuwa kule Yoruba kule Nigeria, unachanganya na zile Cote d'Ivoire zile, Burkina Faso, sijui Senegal zile unazichanganya. Kulikuwa na Mali pale, huko ndio ilikuwa miji mikubwa kabisa. Sasa ukiachia mbali huku Zimbabwe, kule Cape Town, upande wa Cape Town kule South Africa, kulikuwa na miji kule. Wewe umeshawahi kuangalia hata ile sinema inaitwa Machimbo ya Mfalme Suleiman? Ilikuwa imefanyikia wapi? Ilikuwa inamaanisha wapi? Yale machimbo ilikuwa wapi? Ilikuwa Afrika. Sasa ilikuwaje yaitwe machimbo ya Suleiman, ambaye sasa hivi wanasema kwamba yeye maisha yake yote aliishi huko Yerusalem, ambayo iko Mashariki ya Kati. Sasa ilikuwaje aje Afrika huko South Africa, Afrika Kusini, eti kwa ajili ya machimbo ya nani? Ya Mfalme Suleiman?
machimbo ya dhahabu. Twende tuangalie huko Yerusalemu au Mashariki ya Kati kama tunakuta machimbo ya Suleiman, na kweli alikuwa na dhahabu chungu mzima. Sasa kwa nini baadaye watu wa Hollywood wakaweka hiyo sinema inaitwa Machimbo ya Suleiman? Hilo lazima uanze kuelewa. Sasa hiyo ni kama kigezo kimoja hapo cha fujo iliyofanyika kupoteza historia ambayo haiwezi kupotea kama bado sisi tuko hai. Haiwezekani. Ndio manake tuko hapa kuweza kueleza. Hakuna namna ya kuweza kuleta mchezo wa kuleta kubezabeza vitu vyenye maana kama hivi. Haiwezekani. Kwa hiyo ile miaka kabla Mrumi mwenyewe hajatawala dunia, alikuwa anatawala Mgiriki Alexander Mkuu, na alivyovamia, ndio maana mpaka leo kuna jina la mji mmoja pale Misri unaitwa Alexandria pale Mediterranean pale ufukweni pale, ndio ilikuwa makao makuu ya dunia ya zamani. Kama ilivyo leo tunaweza kusema labda New York, maana ndio inatamba. Hata ukisema Paris is okay, lakini tunajaribu kuweka mfano kuona uzito wa hii miji ilikuwaje, na ndio polipokuwa na maktaba kubwa iliyokusanya vitabu vyote, na vitabu vyote viliandikwa na wazee wetu wa Kiafrika, watu weusi, na vingine vilivyoandikwa na Kristo, mtu mweusi. Ndivyo hivyo sasa alivyokuja sasa Alexandria akavichukua vile. Baada ya kuvichukua akapiga moto, chomelea kwa mbali, ionekane vitu vimeteketea ndani, kumbe vingine ameficha, ameondoka, amechukua, amevihifadhi sehemu nyingine. Kwa hiyo huo ndio ulikuwa uhalisia wenyewe. Kwa hiyo wavumbuzi juzi wameanza kutafuta ukweli, wamekuja kukuta kuna baadhi ya vitabu vimeanza kupatikana ambavyo vilifichwa na watu wema waliokuwa hawaogopi kutishwa, wakaona haiwezekani, tutavificha ili vizazi vijayo viweze kwa ushahidi, na ndicho kinachofanyika sasa hivi. Kwa hiyo 1700 sisi tumekuwa watumwa wa vitabu, na tunazungumza kwenye mtiririko wa hivi vitabu viwili ambavyo ndio vina waumini wengi sana hapa duniani, tukianza na Biblia alafu baadaye Qurani. Maana Biblia ndio ilianza alafu ndio ikaja Qurani. Qurani imekuja ikakamilika vizuri, naweza kusema hata karne ya 8 kina Abubakar nafikiri. Karne ya 8 huko ndio imekamilika vizuri. Kwa sababu hapo nyuma palikuwa na fujo hapo. Kulikuwa na Qurani ya Mashariki na Qurani nyingine ilikuwa ya huku Meka, sijui Medina nafikiri. Medina. Mpaka leo zimetenganishwa zile. Kuna Medina yani Qurani na nini? Hicho. Sasa mtu asikudanganye kwamba sisi Qurani yetu haina mashaka. Maelezo yake haina mashaka, imeshushwa, alishushiwa mtume kutoka mbinguni. Hamna kitu namna hiyo. Je, kwa nini bado wanaziita kuna Qurani aina mbili huko ndani ya Qurani? Kwa hiyo nyinyi vijana wa kizazi kipya muanze kuelewa kwamba hila zilizokuwa zimetumika, na hiyo ndio ushahidi. Hivyo ndio vigezo vya ushahidi vinavyoonyesha kwamba hapa kuna udanganyifu ulifanyika, au kuna namna ambayo ilifichwa kwamba isijulikane kwamba hawa wajanja wachache wanadamu wenzetu waliamua kutumia hivi vitabu ili waweze kututawala kimawazo, na ndicho walichofanya na ndicho wanachoendelea kufanya hata sasa hivi. Kwa hiyo mwito wangu ni hivi, kwa kuwa tumefika mahali tuna ushahidi wa kutosha, madhara yanayotukuta wanadamu wa karne hizi ni makubwa mno, ambayo hayana majawabu. Walio wengi vijana hawana majawabu, kwa sababu kwanza hawayajui yalianzaanzaje. Kwa hiyo hali halisi ndio hiyo, kuna udanganyifu kufanyika. Kwa hiyo hakuna haja ya kufuata tena mafundisho haya. Tukianza kufuatilia kitabu kimoja utakutana na mapungufu chungu mzima. Halafu kuna baadhi ya maandiko yaliyoko humo kwenye hivyo vitabu yanawasuta hata wao wenyewe, hao wanaojifanya wao ndio wasimamizi au viongozi wa taasisi hizo. Huko Rome kumejazwa mahali mavitu yako chini ya ardhi huko, ya vile vitu vyote, masanamu yote yaliyokuwa yanachongwa na mababu zetu, ili kuonyesha nguvu ya Mwafrika. Nguvu ya Mwafrika
na mengine yameenea katika nini wanaita monument nini sijui makumbusho mbalimbali duniani, ambako kuingia mle lazima uwe na hela ya kutosha, na sidhani kama kuna watu tena wanaendelea kutilia manani kuingia kwenye manani. Hakuna umaarufu wowote watu kwenda huko. Kuna watu fulani tu wadadisi ndio wanajaribu kwenda huko, lakini mimi nawachagiza kwamba muanze kuwa watafiti. Yeyote aliyoko nje karibu na hayo makumbusho, basi wakaangalie haya maelezo nayoeleza, ingawa kuna baadhi ya yale ule mkusanyiko mkubwa ambao ulikusanywa na Constantine, ule mkusanyiko mkubwa uliokusanywa na Warumi huko chini Vatican huko ya, na kama kuna ubishi basi wafungue malango, basi watu tuingie. Si mahali patakatifu bwana. Sasa kwenye utakatifu kuna vitu jambo. Maana tuongee katika mazima. Mazima, kwa sababu hapo tunapofika sasa hivi ni nyakati nyingine, ni mabadiliko ya dunia. Dunia inaendelea kama nilivyosema, hii ni mbingu kuu ambayo Kristo alifundisha mafundisho yake juu ya kwamba sisi tunatakiwa tumwabudu Mungu wa kweli katika roho na kweli, na alikuwa anaelezea nguvu tulizonazo sisi kama binadamu ndani yetu, kwamba tuna uungu ndani yetu. Sisi hatutofautiani na hayo maanga mengine na hivyo viumbe vingine na maumbile mengine yaliyoko huko, ni kitu kimoja. Sisi tuna mshikamano mmoja na nafsi kuu, vitu vyote viko ndani yake. Kwa hiyo hilo na lenyewe lazima lichagizwe ili watu waanze kujitambua kwamba ibada ya kweli au kuabudu kwa kweli ni katika ndani ya roho, katika roho na kweli. Hiyo ndiyo namna ya kuweza kuabudu. Kwa hiyo haya mafundisho mengine ni ya uongo, na kama kuna mtu anataka kuleta tabu ya ubishi, basi tukutane, tuambizane tu, tukutane, ili kama na hoja alete mezani, ili na mimi niweze kujibizana nao watu namna hiyo, kwa sababu ushahidi uko wazi sasa hivi. Kwa hiyo kwa leo nitaishia hapo, lakini kuna video vingine zitakuja kuelezea kinagaubaga zaidi katika kuhusiana na jambo hili ambalo ni haliwezekani liendelee kuvumiliwa hata mara moja.